Katika kijiji cha Tezo, eneo bunge la Kilifi Kaskazini, kaunti ya Kilifi, hali hapa ni tete. Uko nyumbani wewe, mtoto wako hatapata haki kwa mume wako. Kwani familia hii imekuwa ikihangaika katika kumzika mpendwa wao aliyefariki tangu mwezi Aprili tarehe 15 mwaka jana. Familia hii ya marehemu Mary Mtisa inasema licha ya kuishi katika ardhi ya ekari 24 walioachiwa na baba yao ambaye sasa ni marehemu, mzozo huu wa ardhi ndio uliochangia kuchukua muda mrefu kumzika mama yao. Kulingana na familia hii kiongozwa na Morgan Mwamuye, tangu kifo cha mama yao mzazi, juhudi za kumzika zimekuwa na changamoto hadi kufikishana mahakamani. Sasa tumeteseka more than 10 years na mama, tukikuwa mama anapigania haki ya sisi tufike hapa nyumbani. Before tuko wadogo hata hatujijui. After mama kufa hii mwaka jana mwezi wa 4 tarehe 15 ndo sasa anti zangu wakaja na babu wengine, hata sijamuona babu mwingine tu Vences Nguzo. Sijamuona kabisa toka nzaliwe. Sijawahi kukutana naye. Akakuja nasema shamba ni yake, ndio akuleta letter of administration. Kaburi lichimba kwanza. Wakajifunikia hao shangazi zangu. Sasa juzi tarehe 31st huu mwezi wa ndio ilikuwa kwenye judgment na tukawashinda. Judgment ikatoka, tukaambwa na judge tuendelee na mazishi. Ile judgment ngatumia OCS kama ya chief. Ndio tukasema enaje tu waste time, mama amekamwacha sana na bili ilikuwa nyingi laki mbili na alikuwa tuna uwezo mwenye tulipia ilikuwa bili inaongezeka juu kustopeshwa tarehe 11 ilikuwa bili inaongezeka tena. Ndio tukasema sisi hatuna uwezo na hii kitu imekuwa serious sasa kwa sababu wale wanataka kumtesa tu mama. Walivyoapili tena tukasema acha tuwasikize, tarehe 20 tukashinda tena. Ndio sasa tumeamua tuzike. Familia hii sasa imefanya mazishi chini ya ulinzi wa maafisa wa polisi baada ya kupata kibali kutoka kwa mahakama, huku kesi ya mzozo huu wa ardhi ikiendelea mahakamani. Raymond Mwamuye anasema shangazi zake ndio waliokuwa mstari wa mbele kuwapokonya ardhi yao na hata kuzuia familia yao kumzika mama yao aliyefariki tangu mwaka jana, wakilenga kuuza ardhi hiyo. Shida kubwa ambayo iko hapa, shangazi zetu wanatukataza sisi tumzike bibi ya ndugu yao ambaye ni mamangu mimi mzazi ambaye yuko pale amelala pale juu. Wanakata tumzike mama yetu hapa. Wameungana na babu yetu mmoja ambaye ni mkorofi, wanaungana kukoroga hii haja hii hapa. Tunachimba wanakuja nafukia. Hiyo ndio mambo wanaofanya. Shangazi zetu tu ndugu zake babangu. Toka nitoke, si ati wa mtu mwingine tofauti. Toka nitoke. Napitia kipindi kingine kikali sana bro. Unaona kaka? Napitia kipindi kingine kikali sana. Tumechoka nayo mambo, ndio maana tuko mnegati. Paka hao watu, paka hao neighbors wenyewe wamechoka. Mzee Chai Anderson anasema haki ya familia ya marehemu inafaa kuzingatiwa na wale sio tu kuhangaishwa kila mara, akipendekeza serikali na viongozi kuingilia kati swala hili ili kunusuru familia hii. Huyu kijana wakati tulikuja tukajuana, nimekuja tukajuana kuwa alikuwa anajua ni kijana wa hapa. Si tunasema kama ni haki apatiwe, haki niende haki. Kama ni haki mpaka sasa tunazika marehemu, tunajua yuko na haki. Nikiripotia Coco FM kutoka kijiji cha Tezo, eneo bunge la Kilifi Kaskazini, kaunti ya Kilifi, mimi ni Mwahoka Mtsumi. Coco FM, ladha ya Pwani.